Ninyi wanawake ni watu wenye nguvu sana. Labda mwamue tu wenyewe kujiondolea umaana. Mwanamke ndio maana mtu anakuambia mjomba ni nani? Kuna kitu ambacho wanawaambia watu ambacho hakisemwi sana kwenye maisha ya ndoa. Mama akikuchallenge kwamba huyu mwanandoa wako sio mtu sahihi, sikio la mwanaume linasikia sana kuliko akiambiwa na baba yake. Hilo jambo mnalifahamu? Ndio maana wifi ana nguvu kuliko shemeji. Wifi akitengeneza fitina na shemeji akitengeneza fitina, ni fitina ya nani itapata nguvu? Wifi ana nguvu. Nataka niwape nafasi ya mwanamke. Mama mkwe ni mtu mwenye nguvu. Mtu anaitwa nani? Kuna watu lazima mfahamu wana nguvu. Mtu anaitwa mama mkwe ana nguvu. Mtu anayeitwa wifi ana nguvu. Mtu anayeitwa shangazi ana nini? Acha wale mashangazi takataka yanayozunguka kwenye mitandao. Mtu anaitwa shangazi. Si unanielewa? Mtoto wako wa kiume akitaka kwenda kuchumbia, shangazi akawa na mtazamo tofauti kuhusu huyo mchumba, hiyo ndio itaenda atiati. Kaka akitaka kwenda kuchumbia, dada akadauti kuhusu huyo mchumba, hiyo ndio ina atiati. Kijana wa kiume akitaka kwenda kuchumbia, mama mdogo akadauti, hiyo ndio ina shida, ina atiati. Ni tofauti na baba mkubwa. Lakini mtu mmoja wa kiume ambaye ana nguvu kwenye maisha ya kawaida ni mtu anaitwa mjomba. Sio baba mdogo, sio shemeji. Mjomba. Ndio maana wanasema, ndio maana ukisikia kina Jakimana anapozungumza anasema nilifanikiwa. I didn't have a powerful uncle. Hata Mwalimu Nyerere alipokuwa anazungumza kuhusu nchi yetu anasema kuna wajomba zenu huko wa kuwasaidia. Mjomba ni mtu mwenye nguvu. Akimkaliza mtoto wa kiume akamwambia anko hili jambo, hapana, mtoto wa kiume atamsikiza mjomba wake kuliko baba mkubwa. Ndio maana niwaambia watu wenye nguvu. Dada ana nguvu kwa kakake. Shangazi ana nguvu. Mama mdogo ana nguvu. Upande wa kiume, mtu ambaye ana nguvu wa kiume, mjomba. Ndio maana hata wazazi hapa wakiargue kuhusu pengine changamoto ya watoto kwenye maisha yao ya ndoa, mtazamo wa mama unaweza kuwa na nguvu kuliko mtazamo wa baba mkwe. Kwa wanawake wana nafasi kubwa sana. Ni haya mambo tu haya ya kwetu haya tunajadili, pengine haya mambo ya mirathi, haya mambo ya ardhi. Lakini huko kwenye jamii nyingi za Kitanzania, sijafahamu za Kiafrika, sema za Kitanzania, jamii nyingi, shangazi hajatokeza, bibi harusi atoki ndani, kwambia mpaka shangazi aje. Ndio maana kuna mara binti anaolewa, kuna mbuzi wa mjomba anatoa baraka. Kwa mwanamke ana nguvu. Lakini hata maisha ya kawaida tu haya, maana hatuishi kwenye sayari, maisha ya kawaida ile maisha ya kawaida kabisa. Ukienda kwa ndugu, kama ndugu yako ni wa kike, mara nyingi utakaa kwa amani zaidi. Ni vizuri ya mambo myafahamu. Kama ndugu yako ni wa kike, mimi nazungumzia maisha ya kawaida kabisa, kwenye kuona nafasi ya mwanamke, how powerful she is.
Na mwanamke akikunungunikia, akikulalamikia, yale manunguniko yana nguvu sana. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo tunapozungumza nafasi ya mtoto wa kike, ndio maana wanauliza ni kale katoto kadogo. Mtoto wa kike ana nguvu, ana nguvu kubwa sana. Ndio maana hatuna dadizi sana, tuna dadizi daughter. Mtoto wa kike akijua kutumia nafasi yake vizuri kwenye familia, anaweza akabuild up familia yake, anaweza akaidestroy. Mtoto wa kike ni mtu mwenye nafasi kubwa sana sana sana, na ni mtu mjinga peke yake anayeweza kudharau mwanamke. Ukimwona mtu anamdharau mwanamke, ni mtu ni punguani kichwani. Ukimwona mtu anamdharau mwanamke, ni mtu ambaye ana upungufu wa akili. Lakini mtu yeyote ambaye ana utimamu wa akili anamheshimu sana mwanamke ambaye alikaa na hicho kiumbe miezi 9 tumboni. Alikuwa na uwezo wa kunywa dawa akafanya abortion. Kwa hiyo utapiga hapa mbwembwe nyingi kwa sababu kuna mtu aliamua kukusukuma utoke. Alafu umekuja hapa umekuwa mtu umekuwa PDG, makeke yamekuwa mengi, ilikuwa kwamba kuna mtu Kwa hiyo ukimwona mtu anafanya jambo baya kwa mwanamke, maana ni kama amejitafsiri kwamba mama yake tumboni alibeba uchafu. Lakini mama yeyote anaheshimika na mtu yeyote, kwa sababu kila mmoja na mama yake. Hata kama ulizaliwa kwenye chupa, hazikuwa mbegu za baba yake peke yako, zilikuwepo na za mama. Kwa hiyo kwangu mimi, tunapozungumza nafasi ya mwanamke kwenye majukwaa haya, tumjenge mwanamke kwenye nguvu kubwa ya uchumi. Mwanamke akipata uchumi atasimama.